Njoro kaunti ya Nakuru wamegeukia kilimo mbadala ambapo wanapanda mimea ya mitishamba. Wakulima hawa wametaja kuwa mimea ya aina hii kama vile rosemary ina manufaa zaidi ikilinganishwa na mimea mingine. Mwangi Maina na taarifa hiyo kikamilifu. Shambani kwa Sarah Nyambura, eneo la Njoro kaunti ya Nakuru, amepanda mimea ya mitishamba aina anuai. Sarah anasema kuwa kilimo cha mitishamba ni rahisi kilinganishwa na kilimo cha mimea mingine ambayo alikuwa akipanda hapo awali. Anasema kuwa mimea hii huchukua muda mfupi kukua na mapato huleta faida nyingi ikilinganishwa na mimea mingine kama vile mboga. Kwa sababu katika kulima herbs kuna wepesi kulingana na matumizi ya ukulima mwingine, kwa sababu tunapolima viazi tunahitaji mbolea, tunahitaji dawa na pia ina kazi ya kufanyiwa. Lakini kwa herbs ni kulima unapopanda, bora tu utunze, ipate maji na uweze kupalilia mmea wako. Wakulima wengine wametaja kuwa mimea hii haikabiliwi na wadudu na mazao yake sana sana huuzwa kwenye soko za kigeni, hivyo kuwapa faida zaidi. Tukiondoa hii changamoto ya kukosa market, herbs ni mzuri maana haina changamoto kubwa kutokana na pests, kwa kuwa zingine ni repellent kwa pests na vile vile inakubaliana na mchanga ya hapa kwetu. Sasa ile hata harvesting inatakikana kuwa harvested mara kadhaa. Kwa hivyo si kama hii chakula ingine kama mahindi ambayo tuna harvest annually. And the returns are a bit appealing, unlike other crops like tomato and cabbages, whereby you are doing at once. Maybe you get that we have a glut in the market because all the farmers are doing it. Mitishamba hii imeshabikiwa kwa kuleta faida tele mwilini, ikiwemo kuongeza kinga mwilini dhidi ya maradhi. These herbs, and we recommend herbs to prevent and manage diseases such as diabetes, ulcers, to manage sore throat, whooping cough, cholesterol levels. Mradi huu umefanikishwa na kikundi kisicho cha serikali kinachowalenga kina mama na vijana. Kikundi hiki kwa ushirikiano na mashirika mengine kimekuwa kikiwarai vijana na akina mama kukumbatia ukulima mbadala kwa mapato zaidi. And when you empower women and the youth, you increase economic development, you increase incomes at home level, you reduce poverty. Kulingana na wakulima hawa, mitishamba hii inapata masoko ya kigeni katika nchi za Italia, Urusi, Uholanzi miongoni mwa nchi zingine. Mwangi Maina, TV 47.